Je, wewe ni mmoja wa mamilioni ya watu ambao hawawezi kuanza siku bila kikombe cha kahawa? Kila siku, kila asubuhi, watu wengi duniani huanza siku yao kwa harufu ya kahawa, wakiamini inawapa nguvu, huondoa usingizi. Lakini je, umewahi kujiuliza nini hasa hutokea ndani ya mwili wako dakika chache baada ya kunywa kahawa? Je, ni kweli kahawa ni nzuri kwa afya au inaweza kuwa chanzo cha matatizo ambayo hujui? Katika video hii tutachambua kwa kina sayansi iliyo nyuma ya kahawa. Tutazungumzia faida zake, madhara yanayoweza kutokea, nani anatakiwa kuwa mwangalifu, na jinsi ya kunywa kahawa kwa njia salama zaidi. Hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu kipengele cha mwisho kinaweza kubadili kabisa namna unavyokunywa kahawa kila siku. Nikuombe, kama ni mara ya kwanza kwa channel hii, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kahawa inaingiaje mwilini? Baada ya kunywa kahawa, kafeini huanza kufyonzwa haraka kupitia tumbo na utumbo mdogo. Ndani ya dakika 15 mpaka 45, kiwango cha kafeini kwenye damu huongezeka. Kafeini hufika kwenye ubongo na kuzuia kemikali inayoitwa adenosine, ambayo kawaida huifanya miili yetu ihisi uchovu. Matokeo yake, unaamka vizuri, usingizi hupungua, umakini huongezeka. Ndiyo maana watu wengi huhisi nguvu zaidi muda mfupi baada ya kunywa kahawa. Sehemu ya pili, tuangalie faida za kahawa. Faida ya kwanza, huongeza umakini. Kwa watu wengi, kiasi cha wastani cha kahawa kinaweza kuboresha umakini, kasi ya kufikiri, muda wa kujibu, uwezo wa kukaa macho. Ndiyo maana wanafunzi, madereva na wafanyakazi wengi hupendelea kahawa kabla ya kuanza kazi. Hata hivyo, kunywa nyingi hakumaanishi umakini zaidi. Kafeini nyingi inaweza kusababisha wasiwasi, kutotulia na kushindwa kuzingatia. Inaweza kuboresha mazoezi. Watu wengi hunywa kahawa kabla ya kufanya mazoezi. Sababu ni kwamba kafeini inaweza kusaidia kuongeza nguvu za kufanya mazoezi, kupunguza hisia za uchovu, kuboresha uvumilivu. Ndiyo maana baadhi ya wanamichezo hutumia kafeini kabla ya mazoezi kwa kufuata mwongozo unaofaa. Lakini si kila mtu huitikia kwa namna ile ile. Je, kahawa inaweza kusaidia kupunguza uzito? Watu wengi hudhani kahawa inayeyusha mafuta. Ukweli ni kwamba kafeini huongeza matumizi ya nishati kwa kiwango kidogo na kusaidia kuongeza uchomaji wa mafuta kwa baadhi ya watu. Lakini kahawa pekee haiwezi kupunguza uzito. Kupunguza uzito tegemea zaidi lishe, shughuli za mwili, usingizi wa kutosha na matumizi ya kalori kwa ujumla. Ukiongeza sukari nyingi, cream au vinywaji vya kahawa vyenye kalori nyingi, unaweza hata kuongeza uzito badala ya kupunguza uzito. Faida kwa ini. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa matumizi ya wastani ya kahawa yanahusishwa na hatari ndogo ya baadhi ya magonjwa ya ini kwa watu fulani. Hii haimaanishi kahawa ni tiba ya magonjwa ya ini. Badala yake, inaonekana kuwa sehemu ya mtindo wa maisha unaoweza kuhusishwa na afya bora ya ini kwa baadhi ya watu. Faida kwa ubongo. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa watu wanaokunywa kahawa kwa kiasi wanaweza kuwa na hatari ndogo ya kupata baadhi ya magonjwa ya mfumo wa fahamu kadri wanavyozeeka. Hata hivyo, hakuna uhakika kwamba kahawa peke yake ndiyo sababu ya ulinzi huo, na bado utafiti unaendelea. Kwa hiyo, kahawa isiangaliwe kama dawa ya kuzuia magonjwa ya ubongo. Madhara yanayoweza kutokea. Sasa tuzungumzie upande ambao watu wengi hawazungumzii. Kwa baadhi ya watu, kahawa inaweza kusababisha mapigo ya moyo kwenda kasi, kutetemeka, wasiwasi,
kukosa usingizi, kiungulia na kuongezeka kwa asidi tumboni. Wengine pia wanaweza kupata maumivu ya tumbo au kuhisi tumbo kuharakisha haja kubwa baada ya kunywa kahawa. Kama dalili hizi zinakusumbua mara kwa mara, inaweza kuwa ishara ya kwamba mwili wako hauvumilii vizuri kafeini au unahitaji kupunguza kiasi unachokitumia. Nani anapaswa kuwa mwangalifu? Makundi yanayopaswa kushauriwa na mtaalamu wa afya kuhusu matumizi ya kafeini ni pamoja na wajawazito, watu wenye shinikizo la damu lisilodhibitiwa kwa urahisi, watu wenye mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, watu wenye wasiwasi mkali, na wale wenye matatizo makubwa ya usingizi. Pia, baadhi ya dawa zinaweza kuingiliana na kafeini. Hivyo, ni vizuri kupata ushauri wa kitaalamu ukiwa unatumia dawa za muda mrefu. Njia salama ya kunywa kahawa. Ikiwa unapenda kahawa, kunywa kwa kiasi. Epuka kunywa karibu na muda wa kulala ikiwa unaharibu usingizi wako. Punguza sukari nyingi na krimu zenye mafuta mengi. Kunywa maji ya kutosha siku nzima. Sikiliza jinsi mwili wako unavyoitikia. Kwa watu wazima wengi wenye afya, kiasi cha wastani cha kafeini kwa siku kinaweza kuvumilika, lakini kiwango kinachofaa hutofautiana kati ya mtu na mtu. Baada ya hayo yote tuliyojifunza leo, jambo moja ni wazi: kahawa si adui wa afya, lakini pia si dawa ya miujiza. Inaweza kuwa sehemu ya mtindo wa maisha wenye afya ikiwa itanywewa kwa kiasi na kuzingatiwa hali ya afya ya mtu binafsi. Ukiona dalili kama mapigo ya moyo kwenda kasi, wasiwasi au usingizi kuharibika, fikiria kupunguza matumizi yake, na ikibidi zungumza na mtaalamu wa afya. Na sasa ningependa kusikia kutoka kwako. Wewe hunywa kahawa mara ngapi kwa wiki? Je, umeona faida au changamoto zozote baada ya kuanza kunywa kahawa? Andika maoni yako hapa chini. Kama umejifunza jambo jipya, bonyeza alama ya like, subscribe na washa kengele ya taarifa ili usikose video nyingine za afya zinazotegemea ushauri wa kisayansi. Asante kwa kutazama. Tukutane katika video inayofuata.